Nitumie nafasi hii kutoa ufafanuzi wa baadhi ya malengo ya manufaa kwa kuandaa tuzo hii kitaifa. La kwanza, tunawatia moyo na kutambua kazi kubwa wanayofanywa na wanamichezo, lakini sio wanamichezo tu, pamoja na walimu wao, kwa lugha nyingine makocha, lakini pia wadhamini mbalimbali, mawakala wa wachezaji ambao pia wanawaratibu vizuri wachezaji wetu, pamoja na timu zenyewe zinazosimamiwa na wadau wakiwemo na wapenzi wa michezo mbalimbali hapa nchini. Wote hawa wanawakilisha na kuinua nchi kimataifa. Ya pili, tuzo hii inakuja kuchochea na kuibua ari ya ushindani chanya miongoni mwa wanamichezo. Tuzo hizi ni motisha kuongeza juhudi katika matunzo, mafunzo, nidhamu na utekelezaji wa majukumu, na hivyo kuwatoa wale waliokuwa mahiri kwa mwaka huu na wanaobaki kujiandaa na kujipanga vizuri kwa kushiriki kikamilifu ili waweze kuibuka kwa ushindi kwa mwaka ujao. Na hivyo inasaidia sana kuboresha viwango vya michezo kitaifa na kimataifa. Tatu, tuzo hii ina manufaa makubwa kwa vijana na watoto wetu, na kwenda kuonyesha wachezaji wetu wakitunzwa, wakipata motisha na kujiunga katika michezo mbalimbali. Hili linasaidia katika kugundua na kukuza vipaji vipya ambavyo baadaye vitakwenda kuchangia mafanikio ya kitaifa. Lakini nne, tuzo hii huwavutia wadhamini na wawekezaji zaidi, lakini wafadhili wanaofadhili katika namna mbalimbali kwenye vilabu vyetu, na kuhamasisha mawakala kuratibu vizuri mwenendo wa wachezaji wetu kitaifa na kuwezesha wachezaji hao kushiriki katika sekta ya michezo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anawaahidi kupitia uwakilishi huu kwamba serikali yake ya awamu ya 6 itaendelea kusimamia maendeleo ya michezo hapa nchini. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuendeleza michezo hapa nchini ameahidi kuendelea kuwamotisha wachezaji katika michezo mbalimbali, na hasa wanapofanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Ndugu wana michezo, usiku wa leo ni usiku wa heshima kwa mashujaa wetu, wana michezo wetu, ambako taifa linadhihirisha kutambua thamani yao, mchango wao katika taifa letu. Michezo ni afya, michezo ni ajira, michezo ni mshikamano, michezo ni maendeleo, lakini michezo ni burudani. Serikali imeandaa tuzo maalum kwa wanamichezo walioonyesha umahiri katika nyanja tofauti za kimichezo hapa nchini kwa kipindi cha mwaka huu wa 2024-2025. Na uwepo wa tuzo kwa wanamichezo ni hatua muhimu yenye malengo mahususi na manufaa makubwa katika kuendeleza na kuimarisha sekta ya michezo hapa nchini. Tuzo hizi huwa hazifanyiki kwa ajili ya sherehe tu, bali zinafanyika kuwa kama ni sehemu ya mkakati wa kuhamasisha maendeleo ya michezo. Ndugu wana michezo wenzangu, niendelee kuhakikishia kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa mwanamichezo nambari 1 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio rais wetu, imefanya mapinduzi makubwa kwenye sekta ya michezo kama sehemu ya utekelezaji wa ibara ya 243 ya ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025. Miongoni mwa hatua hizo zilizochukuliwa ni pamoja na la kwanza, kuanzishwa kwa mfuko wa maendeleo ya michezo unaolenga kusaidia timu za taifa na shughuli nyingine za kimichezo. Lakini la pili, imeongeza bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ikiwemo na ile ya Zanzibar, katika kutoa fedha nyingi zaidi kuliko za mwaka uliopita, ikiwa ni ongezeko linalokwenda kukidhi mahitaji ya uratibu wa shughuli za michezo. Ndugu wana michezo, serikali inaendelea na mkakati wake wa kuhakikisha kwamba inainua michezo hapa nchini, kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Uwe mchezaji, uwe mdhamini, uwe unafadhili baadhi ya michezo, uwe ni wakala wa wachezaji, endelezeni
taaluma hiyo, kazi hiyo, ili kila mwaka tuwe tunakutana pamoja na kujadili namna ya kuendeleza michezo, na hiyo ndio itakuwa mwelekeo wa serikali yetu. Leo hii tuna kila sababu ya kumpongeza na kumshukuru rais wetu kwa kufungua hiyo milango na kuongeza bajeti, lakini kuruhusu sekta binafsi kushiriki katika michezo. Tunataka tuone matunda ya utashi huo wa kisiasa ambao tunauona, na tuanzie hapo ili tuweze kufika hatua ya juu.